Caroline Mwili. Mimi ni jirani katika familia hii. Jana mimi nilishinda nyumbani, lakini nilipokea simu kutoka kwa marafiki pale ya Matuu wakiniambia kwamba kijana ameumia, na baadaye nikapokea ripoti ya kwamba ametuacha. Na hivi sasa tuko hapa nyumbani kwao tukitayarisha mambo ya kumpumzisha. Kijana nimemjua kwa zaidi ya miaka 10 tangu niishi katika kijiji. Hajakuwa ni kijana mchokozi, lakini for the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Alikuwa akifanya vitu ambavyo si kawaida yake, na amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Huyu kijana alikuwa na upungufu wa akili. He had a mental problem. Si mtu hata angepiga mtu hapa kwa hiki kijiji, ama angesikia amepiga mtoto ama amechokozana na mtu. Yes. Mimi kitu ambacho naweza sema kwa serikali ni shughulikie hii mambo ya majenzi. Manake watoto wetu wanaumia, jamii zinapoteza watoto, na biashara pia zinaharibika. Tendeke katika hii familia, wakuwe compensated, na pia katika shughuli za mazishi serikali ingililie na wasaidike. Tata wetu kimaume nangi nawe wakoe. Ni wakoya. Vijana wa huku area Nemba. Huku Nemba, wa vijana wa motorbike wa nduri wanachungia wananjua huyu kijana. Sasa kutoka hapo sisi tukaenda hospitali. Kisasi alikuwa amefikwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Na hapo hospitali tulikuwa daktari mwenye alimchukua alikuwa anatuambia mbele kisasi ilikuwa 5 na nyuma zilikuwa 3. Serikali juu ni yeye walipika mtoto wangu risasi akaumia akatuacha. Nataka kuomba saa wanisaidie na mtoto wangu, wanilipe mtoto wangu juu ni yeye walimuua. Hapo Matuu hapo kwa Mbaku. Sasa tukapeleka mwili hapo kwa Mbaku. Kutoka hapo sisi tukateremka. Na hapo hospitali Matuu kuna 2 yenye iko. Tulikuwa tumeambiwa kuna 2 hapo Mbaku kuna 2. Na hiyo 2 mimi sina nguvu. Nataka hapo wanisaidie. Mtoto alizaliwa mwaka wa 04 na alikuwa shule. Sasa kuenda shule alikuwa anaendelea shule akafanya mtihani ya KCPE. Sasa kutoka hapo akaandikwa huko mahali kunaitwa Loilo. Akaandikwa kazi ya kiateka. Sasa kutoka hapo kulikuwa na makelele huko. Sasa akatoka huko Loilo akakuja huku nyumbani. Sasa kukuja huku nyumbani akakaa huku na bibarua, akakaa akaandikwa kwa hapo Matuu opposite Mbrilia. Sasa kutoka hapo juu alikuwa anasikia mwili yake iko na baridi na kushikashika maji. Sasa kutoka hapo akakuja nyumbani akaitwa mboma ingine kwa pale chini. Akaandikwa kazi ya nyumbani kwa kuangalia mboma na mbuzi. Sasa kutoka hapo si alikuwa anaenda kanisa ya Ririndi. Sasa kutoka hapo alikuwa hiyo kanisa alikuwa ameandikwa kazi ya nini? Alikuwa kuingizwa ndani ya mtoto msichana wa pasta. Huyu msichana wa pasta ndio alimuingiza kwa
Illuminati. Sasa kutoka hapo akakuwa mgonjwa serious. Kutoka hapo tukamwendea mahali ugonjwa wake ilikuwa tu ya Illuminati. Hii alikuwa aongei, anakaa kichwa yake inakaa hivyo. Sasa hakuwa anafanya kazi hata yoyote. Tulikuwa tunamwangalia, sasa tulikuwa tunampeleka kwa maombi huko kanisani, akaombewa na watu na pasta. Sasa kutoka hapo akakuwa, hata mbuzi yake tulikuwa tunauza saa tushughulikie hiyo ugonjwa wake. Sasa kutoka hapo ndio hiyo jana alienda tu akaenda kabisa. Kwa majina anaitwa Victoria Muthee Mutego. Jana asubuhi niliamka nikapata mtoto aliko nyumbani. Saa tukikaa kitu kama saa 5 tukapigiwa simu hapa nyumbani. Tukaambiwa mtoto alipigwa risasi Matuu, kulikuwa maandamano. Sasa tukaambiwa amepigiwa police station. Sasa kutoka hapa nyumbani tukachukua motor bus tukaenda mpaka Matuu hospital hospitali ya Catholic. Sasa kuenda hapo tukapata mtoto anatibiwa na daktari. Sasa kutoka hapo tukaenda hapo ndani tukaangalia mtoto tukapata ako hai. Tukaongea naye akaniita mama. Sasa akaniita mama, mimi nikaitika. Sasa kuitika nikaitika. Akasema anataka maji ya kunywa. Sasa daktari akatuambia maji yenye wanamweka kwa mkono ndio atakunywa. Sasa kutoka hapo mtoto tukakaa kitu kama saa 7 saa 8. Mtoto akaana. Mtoto akianga nilikuwa na yeye ndani kwa hospitali. Sasa kutoka hapo tulikuwa tunaongea na watu. Sasa tuelewane juu ya mambo ya mtoto vile atapelekwa huko ambapo. Is a location.